Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Pendwa mtazamaji wa kipindi hiki cha Mkate wa Leo, karibu tena katika kipindi chetu. Tunaziangalia ahadi za Mungu zilizopo kwa ajili yetu katika Biblia bado, na tuko katika kitabu cha Warumi sura ya 14. Sasa tutasoma mstari wa 10 mpaka wa 12. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwenu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Rafiki yangu, tumekutana na ahadi nyingine hapa tena nzuri, nayo ni hii. Ziko mbili. Ahadi ya kwanza anasema, anaanza anasema, lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au mbona unamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Ahadi ni kwamba siku moja tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kwa nini unamhukumu mwenzako? Kwa nini unamdharau mwenzio? Kuna hukumu mbele, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Kwa hiyo uwe mwangalifu unapomhukumu mtu ama unamdharau mwenzio. Maana siku moja tutasimama mbele ya kiti cha hukumu kutoa habari ya maisha yetu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu. Kila goti litapigwa mbele za Mungu siku ile. Rafiki yangu, goti lako litapigwa, la kwangu litapigwa mbele yake. Napiga kufanya nini? Kujitetea ama kujieleza. Halafu maana anasema na kila ulimi utamkiri Mungu. Maana hapo kwenye kumkiri Mungu ndio kujitetea. Rafiki yangu, uwe mwangalifu unapoishi na watu. Usiwahukumu wala usiwadharau. Maana siku moja utamkiri Mungu, utajitetea mbele ya Mungu, ukipiga magoti mbele yake. Jambo lingine anasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Kuna kujieleza, rafiki yangu, mbele za Mungu siku ile. Kuna kujieleza, utatoa habari zako mwenyewe. Habari zenyewe ziko katika mafungu mawili. Jambo la kwanza au kundi la kwanza watajieleza, Baba, sisi tulikuwa pamoja nawe, tulikutumikia, tulifanya hiki, tunatoa pepo, tunaeleza na hivi. Ataambia, mimi siwajui. Kundi la pili litajieleza hivi, Baba, wewe tulikutegemea, ulitembea pamoja nasi na wewe unajua yote kutuhusu. Atasema, ninyi kaeni upande wangu. Kundi la kwanza watajieleza kwa ufasaha kabisa, Baba, sisi tulifanya hiki, tulitenda na kile. Lakini kundi la pili litakuwa na maneno machache, Baba, wewe tunakutegemea, wewe utuamulie mwenyewe. Atasema, ninyi kaeni upande wangu. Kundi lingine litakuwa na maneno mengi. Hayo ni mambo ambayo yameelezwa katika Mathayo sura ya 25. Kwa hiyo jambo muhimu hapa ni hili, kila mtu atapiga magoti mbele za Bwana siku ile, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe. Hii ndio jambo muhimu nililotaka kuona. Kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku ile. Siku hiyo inakuja ya kujieleza. Je, umejipangaje kujieleza mbele za Baba yetu wa mbinguni siku ile? Jambo muhimu ni hili, ili usiwe na maelezo mengi. Muamini Yesu Kristo siku ile akutetee yeye. Siku ile atatutetea Yesu Kristo. Hatutakuwa na maneno mengi. Utamwambia Yesu anajua Yesu anajua. Wewe usiwe na maneno mengi siku ile, utamwambia tu Yesu anajua habari zangu. Maana ndio shahidi yetu, ndio mwombezi wetu, ndio mkombozi wetu, ndio mtetezi wetu. Kwa hiyo rafiki yangu, ukimpata huyu siku ile, huna kazi anayo yeye Yesu kwa ajili yako. Mwamini Yesu Kristo wakati huu sasa. Siku ile usiwe na maneno mengi. Ukiwa na maneno mengi atakusikiliza, mwisho wa siku atasema, mimi sikujui.
Kitu muhimu, mjue Yesu Kristo sasa, mpende Yesu Kristo sasa, mwelekee yeye peke yake. Siku ile ya kutoa habari zako mwenyewe hautahangaika. Bwana akubarikie. Muishie Yesu, mheshimu huyu sana, pende sana Yesu Kristo. Siku ile utapata shida, rafiki yangu. Bwana akubarikie sana, kupe macho uone, kupe hekima ufahamu, kupe uwezo wa kujua haya ninayokuambia. Ni ya muhimu sana. Ishi na watu kwa uangalifu, ishi na wenzio kwa umakini, maana siku moja utajieleza mbele za Baba yako ukiwa umepiga magoti. Akubarikie Mungu Baba na Mwana na